Na hii ni Mnyalu TV. Kama umepita kwenye mitandao ya kijamii, na imani utakuwa umekutana na video za huyu dada anayefahamika kwa jina la Malkiz Saidi, na amekuja na kampeni ya Nainuka Tena ambayo inahusiana na kuwashika mkono watu wote ambao wamepitia ukatili wa kijinsia katika umri mdogo. Yeye mwenyewe ni miongoni mwa waathirika ambao wamepitia ukatili wa kijinsia. Sasa baada ya video zake kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, akipostiwa na baadhi ya peji kubwa hapa Bongo kuhusiana na kampeni yake ambayo inaendeshwa na Ndoto Mpya, limeibuka swala mpya ambalo limezua gumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Inasemekana Malkiz anahusika na mapenzi ya jinsia moja, na kampeni yake ambayo amekuja nalo ni lengo la kuendeleza mapenzi ya jinsia moja kwa watoto wadogo. So kupitia ukurasa wa Instagram wa Catherine Octavian, huyu ni mwanamke ambaye anapambana na mapenzi ya jinsia moja, ulawiti wa watoto na vitu vingine, lakini pia ni investigative journalist. Amekuja kufichua baadhi ya maovu ambayo yamezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii, na watu wakijiuliza kama kuna ukweli wowote kuhusiana na kitu ambacho wamekiandika. Na by the way, Gwajima pia amekuja kuuliza kuhusiana na hiyo kampeni na taasisi ambayo inaendeshwa na Malkiz. So nakuwekea hii video usikilize namna ambavyo Catherine Octavian alivyozungumza, na nitakuja kuwekea namna ambavyo Malkiz alikuja kujibu baada ya Catherine kuzungumza kuhusiana na yeye kuhusika na mapenzi ya jinsia moja. Habari ndugu zangu wa Tanzania, ninaomba masikio yenu na macho yenu kwa dakika kadhaa chache kwa sababu hii ni muhimu. Mnamwona huyu binti anaitwa Malkiz. Ninaona sasa amekuja kwa mfumo mwingine. Mwaka juzi kamati yetu ilimlipua kutokana na tabia yake ya kusaga wanawake wenzake. Ni Mtanzania mwenzetu binti. Ni msagaji. Yaani ni wale wasagaji kweli kweli. Yaani anasaga sana wanawake za watu. Anasaga mabinti. Sasa tulipomlipua mwaka jana, na ana taasisi, alikuwa anasema ana taasisi hapa nchini Tanzania ya kusaidia sijui wahanga, sijui watoto waliofanywa mambo ya ajabu huko na nini. Mimi naita mambo ya ajabu kwa sababu mimi aingia akilini eti mtu ni msagaji, ni shoga, eti akajifanya kwamba eti anatetea maadili ya Tanzania, eti anasaidia watoto. Yaani hicho kitu hakipo. Yaani tunakikataa kwanza. So akanitukana kwenye Instagram, akaposti picha, then akanitag, akaniandika Catherine Kabi kama unavyoona hapo. Ukimaliza kutunga uongo na kamati yako uchwara, njoo nikupe ukweli. Akaniita mimi muongo kwamba nimemsingizia yeye sio msagaji and so on. Sasa kabla sijaenda, hebu angalia kwanza hii video yake Malkiz hudume jike. Hapa tena tumenyofoa. Zipo video zake nyingi, lakini hii hapa kwanza. Angalia anavosaga wanawake wenzake. Huyo ndo mtu ambaye anaonesha uchungu kwamba sasa hivi anataka kusaidia watoto wahanga waliofanywa ukatili. Sikiliza, sisi mbinu zenu zote tunazijua. Mara ya kwanza binti alikuwa na kashfa hadi ya kuvunja ndoa za watu. Na nakumbuka kuna miaka ya nyuma sana. Yaani naweza nikasata miaka kama 10 hivi imepita. Alifanyiwaga mahojiano. Miaka 10 au hata 10 ni mingi. Miaka kama 7 hivi au 6. 7 alifanyiwa mahojiano na mwandishi mmoja hivi, jina lake anaitwa nani, wa Global Publishers. Alifanyiwa jina nitalikumbuka, Hamida, something like Hamida. Alikuwa anaitwa Hamida Hassan. Huyo mama alikuwa mwandishi wa Global Publishers wa magazeti ya udaku ya kipindi hicho. Aliwahi kumfanyia mahojiano binti, na video zake zipo. Akawa anasimulia jinsi ambavyo anavunja mpaka ndoa za watu wa mama, anakuambia wanamkimbilia na nini binti. So hiyo ni kwa ufupi video ambayo ameizungumzia Catherine Octavian kuhusiana na Malkiz na tabia ambazo amekuwa wakizifanya. By the way, ni kitu ambacho kimezungumziwa kwa upande mmoja. Malkiz mwenyewe amekuja kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. By the way, ameposti baadhi ya interview ambazo alizifanya kama miaka 8 iliyopita. Amefanya na Global, niliona alifanya na Simulizi na Sauti, na hata unaona hapa imeandika headline, binti wa miaka 19 aliyetembea na wake za watu, huyu hapa. So ni kitu ambacho kilianza kufanyika zamani. By the way, mwenyewe kaja kujibu kwenye
caption hapa kaandika na kumjibu Catherine Octavian na kuhusiana na hizo shutuma ambazo anaambiwa. Kaandika kichwa cha habari ya kihusiani na maelezo humo ndani. Sasa mtu anakuambia hiyo story ya kutunga ni mbinu mpya nimekuja nayo. Kurubuni watu. Sasa hapo nilikuwa na miaka 19, 2019 na sina taasisi, sina connection wazungu wala wachina. Cha kushangaza zaidi, Antisia anadiriki kusema kuwa walinifukuza kanisani. This clear shows kuwa hata sehemu za wakosefu kupata faraja napo hakuna. Maana nisema inasikitisha tena nyumba ibada, sema japo sio kweli ila acha nikubaliane na wewe maana kujitetea sana nao ni unyonge. Hizo picha za wanawake niliokuwa nao mimi mwenyewe ndo naziposti na ndio maana wewe unazo, usije kusema tumechunguza kwa kina na ukitaka mpya niambie nikupe, maana hizo zote zilipendwa kwa maana kwamba ni za zamani. Sasa iko hivi, sababu yoyote, sina sababu yoyote ya kumwogopa mtu yoyote. Nikitaka kufanya LGBTQ activities naweza, ila hiyo sio priority kwangu. I have much bigger things to do than that. Wako activities wanafanya kwa ajili ya kuelimishana na kupeana support, and I think they are doing so well. Sasa Watanzania nisiwadanganye, if the LGBTQ needs my help, sita kuwasaidia as an individual. Najua asilimia nyingi wa Tanzania mmezoea kuwa manipulated with me. It is different. Siwezi kuwa mnavyotaka ili mnipende kwa sababu niko hapa kufanya vitu vya muhimu, kuweka positive impact. My identity does not define my value and my potential. Sasa mnaweza kuendelea kuongea na kunitusi. So huu ni upande wa Malkia Kiss, namna ambavyo amejibu na kwa ujumbe wake anavyoonyesha shutuma hizi hajazikataa moja kwa moja, na anasema kama akiamua kufanya atafanya, lakini sasa hivi amekuja na hiyo kampeni ya kuwasaidia watu ambao wamepitia katika ukatili wa kijinsia katika umri mdogo, na ni kitu ambacho kinaendelea kusambaa huko kwenye mitandao ya kijamii. Nimeona Gwajima amemwandikia Catherine hapa akamwambia hiyo taasisi inaitwaje na imesajiliwa kwa wizara gani, tafadhali kwa ufuatiliaji wa hizi tuhuma. So ni kitu ambacho kinaendelea kusambaa huko kwenye mitandao ya kijamii. By the way, kila mmoja akijiuliza kama kweli ili swala lina ukweli wowote kuhusiana na huyo Malkia Kiss, lakini kuna ushahidi wa video ambao unaonekana hapo akikisiana na wanawake wengine. So wewe pia unaweza kuandikia kwenye sema comments mtazamo wako ni upi kuhusiana na hiyo issue ambayo inamhusu Malkia Kiss, na nikumbushe tu kusubscribe na turn on notification ili uwe kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa. Na hii ni Mnyalu TV.